Windows setting, sehemu ambapo unaweza kurekebisha karibia kila kitu katika PC yako, kutoka kwenye themes, kutoka kwenye sound, kutoka kwenye display na vitu vyovyote vile ambavyo unatamani uvifanye. Sasa siku ya leo tutaenda kuangalia Windows setting ni nini na namna ya kuweza kuitumia. Tutaenda kuanza kabisa na kuifungua, na namna ya kuifungua unaweza kaja hapa chini kusearch kama tulivyoona katika episode zilizopita, lakini unaweza kutumia pia shortcut nyepesi ambayo ni Windows+I, na hapo ikaenda kufungua setting moja kwa moja katika PC yako. Na itapoenda kufungua itakuwa na muonekano kama huu, lakini katika Windows 11 itakuwa na muonekano mwingine. Mimi personally napenda Windows 10 kwa wakati huu kwa sababu ya resources za PC yangu sio kubwa hadi kufit fast na kuitumia zaidi Windows 11. So unaweza ukifungua Windows 11 unaweza kukutana na muonekano mwingine, lakini basically vyote viko hivi, na tunaweza kuona katika video zijazo hata layout yake ilivyo ya Windows 11. Tutaenda kuanza na sehemu ya system. Nitaenda kuonesha zile basics tu na setting ambazo ni vizuri kuzijua kwa sababu utazitumia katika kila sehemu. Kwenye system hapo kuna mambo kama ya display hapa, unaweza kaongeza na kupunguza brightness kutokana sana unavyotaka, ukatag on night mode, ukabadilisha pia hata ukubwa wa text na size ya vitu vyako, ukaenda kutafuta pia hata resolution, landscape. Unaweza kaenda kwenye sound ukaongeza na kupunguza sound ya PC yako. Kuna mambo ya focus assist, kuna mambo ya battery, ukaweza kubadilisha, labda ukaangalia zile apps ambazo zinatumia sana battery ndani ya PC yako, labda uliyofanya ukaweza kuzistop, ukawasha battery saver na vitu vingine. Lakini pia unaweza kwenda katika personalization, ambapo sasa hii sehemu ndio ile ambapo unaweza kubadilisha mfano background photo ya PC yako, labda ilikuwa hivi, unaweza kubadilisha yote. Lakini unaweza kwenda kwenye colors, ukaenda kubadilisha zile colors ambazo zinaonekana. Mfano ukiangalia kuna blues, na unaweza kubadilisha kutoka blue ukaweka labda kijani, ukaweka red, ni kutokana na unavyotaka. Lakini pia unaweza kaenda kubadilisha hata lock screen unavyotaka, labda iwe na muonekano gani. Mimi kuna Windows Spotlight ambayo inabadilika kutokana na nikiwasha PC yangu. Lakini pia unaweza kaenda kwenye theme hapa ukaweza kubadilisha, mfano unaweza kaweka hii hapa, mimi naipenda, ukadownload themes ambazo kwenye Microsoft Store na ukaweza kuzibadilisha katika PC yako. Na kama unavyoona nimeweka theme mpya, na nikija nikaangalia background yangu iko hivi, na inawezekana right click nikaibadilisha kutokana sana mimi ninavyotaka PC yangu iwe. So unaweza kubadilisha kila kitu katika PC yako ni katika kutumia hii setting. Na pia baada ya kuseti hivi, unaweza kuweka pia hata taskbar iweze kuendana na vile vitu ambavyo unataka, ukabadilisha buttons zilivyo au taskbar ilivyo. Mfano hapa iko chini wakati huu unavyoiona taskbar yangu, lakini niweza kaibadilisha nikaipeleka left kama hivyo, nikaibadilisha nikaiweka top. So ni kutokana sana mimi ninavyotaka iwe. Lakini katika Windows 11 hii setting ya kubadilisha taskbar kuipeleka juu au chini haipo. Ipo tu setting ya kuipeleka ya kuvikusanya vitu kushoto au kuviweka katikati. So unaweza kubadilisha at least everything, hadi font size na font style unaweza kubadilisha. Lakini sehemu nyingine ambayo ni muhimu kwenda ni kwenye sehemu ya account, ambapo sasa hapa kuna mambo ya information ya account ulionao katika PC yako. Mambo ya kuweka email katika PC yako utayapata hapa, lakini vingine pia kuna mambo ya sign in ambayo ni kuweka password katika PC yako. Currently mimi ya kwangu nimeweka password ya ambayo in term of password. Unaweza kaweka security key, unaweza kaweka pin, unaweza kaweka pia hata picture, ukaswipe labda kugusa sehemu fulani katika picture ikafunguka, au unaweza kaweka pia hata face recognition au hata fingerprint. Ni kutokana sana wewe unavyotaka PC yako iwe. Kuna mambo ya security na updates, hii sehemu ambayo unapata updates mbalimbali za PC yako, unaweza kuzikuta hapa. Na hii inahitaji pia uwepo katika internet, na ndio maana hapo umeona imeandika failed kwa sababu sija connect katika internet. Katika episodes zijazo
tutaenda kuona namna ya connect katika internet na kwa vitu vingine. Mara ya mwisho PC yangu ilikuwa ipo na Windows 11 lakini nilirudisha Windows 10 kwa sababu ya resources. PC yangu ilikuwa ni hard disk na 4GB of RAM. Windows 11 ilikuwa inakuwa nzito kidogo, kwa hiyo nikarudisha. So katika video zijazo naweza kuja kuona ambapo nimesha install upya tena Windows 11 baada ya kuongeza RAM, na nitaenda kuonyesha trick nzuri zaidi zilizopo katika Windows 11. So kuna vitu vingi katika setting ambavyo unaweza kuvifanya ukiachana tu na kubadilisha background ya PC yako na kuweka vitu mbalimbali. Unaweza kaenda ku set VPNs, unaweza kwenda gaming kwa mfano. Settings za gaming hapa unaweza ukaweka shortcuts. Kuna hii hapa game controller, kuna mambo ya capture kwenye game, na pia kuna game mode. Unaweza kaenda kuset kwamba PC yako iwe na efficient mbalimbali inapokuwa ikifanya kazi katika gaming. Kabla hatujamaliza episode hii, nikuoneshe kitu kimoja ambacho ni hichi hapa, sehemu ambapo unaweza kubonyeza na ukasearch settings mbalimbali katika PC yako. Mfano labda settings za display, na utaziandika tu hapo, na utakapoandika tu mara moja na zile settings zitakuja hapo, na unaweza kubonyeza direct ukaenda kuifuata settings sehemu yoyote ilipo. Na hii ndio overview ya setting. Unaweza kaenda ku play along with some setting, lakini kumbuka tu kuwa makini na kile unachokiset. Katika video zijazo tutaenda kujifunza kuhusu control panel ambayo ni settings zingine advanced zaidi ya hivi. Na kama una swali unaweza kaacha kwenye comment, unaweza like video kama umeweza kupata kitu, na tukutane katika episode ijayo.